Leo tunatangaza jambo letu kubwa kabisa, uzinduzi wa mchakato wa tuzo maalum ndani ya mkoa wa Njombe ambao tumeipa jina la Njombe Smart Talents Award 2026. Na kwa niaba ya kamati ya maandalizi, basi nawakaribisheni sana wadau wa habari, lakini pia wadau wa maendeleo, kwa sababu leo hii ndio tunakwenda kuanza huu mchakato rasmi. Ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 7, tunakwenda kuanza mchakato rasmi wa kuwatangazia umma na kuwaruhusu watu sasa waingie kuziwania hizi tuzo mbalimbali. Na tuzo hizi zinalenga kutambua jitihada mbalimbali au juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na vijana na wakazi wa mkoa wa Njombe kwa ujumla wake katika maeneo mbalimbali ya kisekta kama sanaa, utamaduni, ubunifu, ushawishi kwenye jamii na mambo mbalimbali kwa kadri ambavyo tutaeleza hapo baadaye. Na kupitia uzinduzi huu tunawahimiza watu wote kujitokeza kutumia hii fursa, sababu kauli mbiu yetu inasisitiza wazi kabisa kwamba jitihada zako ndio hatima yako. Kwa hiyo tunahamasisha vijana wote, wanawake na makundi mbalimbali ambao wataona kwamba liko eneo ambako unaona unafanya vizuri, jitokeze ili kusudi watu waseme na uingie kwenye kinyang'anyiro cha kuwania hizi tuzo za Njombe Talents Award 2026. Na tunawaalika wadau mbalimbali kushirikiana nasi katika kufanikisha zoezi la tuzo, na tuzo hizi zitatolewa tarehe 31 ya mwezi huu wa 7 katika ukumbi wa Agreement Hotel. Kwa nafasi hii tuwashukuru wadau mbalimbali ambao wametushika mkono na kutuwezesha kwenye hatua mbalimbali za maandalizi na hata kufikia kilele cha utoaji wa tuzo. Tuko na watu mbalimbali, media partner Uplands FM Radio, lakini pia ofisi ya mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe kupitia Chauma, na kimsingi ndiye key sponsor wa mchakato huu wa tuzo. Na hili amelipokea kwa mikono miwili kabisa, kwa sababu ni nia yake ya dhati kutambua jitihada za wananchi wa mkoa wa Njombe. Lakini pia tunao Asili Yetu TV, lakini pia tunao The Wellers Production, na tutumie fursa hii pia kualika wadau wengine mbalimbali ambao wanaweza kudhamini kwa namna moja au nyingine. Tutawafikia watu mbalimbali sehemu mbalimbali ili kusudi tushirikiane nao katika kuhakikisha kwamba tuzo hizi zinakwenda kufanyika kwa ubora na viwango vile ambavyo vinastahili. Tuhakikishie kwamba tuzo hizi zitafanyika kwa uwazi, kwa weledi wa hali ya juu sana, sababu kamati ambayo imeteuliwa kuandaa na kuratibu mchakato mzima wa tuzo hizi ni kamati ambayo imesheheni watu wenye taaluma na uzoefu tofauti. Kwa hiyo watu wawe na uhakika kwamba tuzo hizi zitakwenda kufanyika kwa weledi na uwazi, na washindi watakaopatikana watakuwa kweli ni washindi ambao liko jambo ambalo wamelifanya na wanalifanya katika jamii. Tutatoa linki maalum ambayo itakuwepo kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia itaendelea kutangazwa kupitia vyombo vya habari ambavyo ni media partner kupitia uandaaji wa tuzo hizi, ambao utawapa watu nafasi ya kujisajili ili kuweza kushiriki. Na kujisajili huku kutaanza rasmi usiku wa leo mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Sasa baada ya usajili, tunaamini watu wengi watajisajili kwa ajili ya kushiriki kwenye vipengele tofauti ambavyo wao binafsi wataona vinafaa. Kitakachofuata hapa ni kwamba kamati itakuja kukaa na kufanya upembuzi kulingana na matakwa ya watu ambao wanatakiwa kushiriki tuzo hizi. Baada ya kufanya upembuzi, yale majina ambayo yamepembuliwa yatawekwa wazi, wale ambao watakuwa wamepita kwa ajili ya kushiriki kwenye tuzo, kwa sababu ambacho tutakifanya ni kwamba kwenye kila kipengele watagombania tuzo watu 4 ambapo mshindi ni mmoja. Kwa hiyo tunaamini kuna uwezekano wakawa wamejitokeza kuwania kipengele hicho watu hata zaidi ya 10. Kwa hiyo baada ya upembuzi ambao utafanyika kuanzia mpaka tarehe 15,
tarehe 15 mpaka tarehe 26 majina hayo yatawekwa wazi. Baada ya kuwekwa wazi, watu wataanza kuwapigia kura. Hii tunaita public voting, kwa maana kwamba watu watasambaza link ambazo zinawahusu, watasambaza kwenye mitandao, lakini pia vyombo vya habari vitaendelea kuwatangaza washiriki hao. Watu wataendelea kupiga kura kwa ajili ya kumchagua yule ambaye wanaamini ni mshindi kwenye kipengele hicho. Lakini baada ya hapo zoezi hilo la upigaji wa kura litafungwa tarehe 26 mwezi wa 7, ambapo sasa itawapa nafasi kamati kwa ndani ya siku 4 kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kuelekea usiku wa utoaji wa tuzo ambao ni tarehe 31 mwezi wa 7 2026. Pasipo kuchukua muda, natamani sasa nitaje vipengele ambavyo tumewapa nafasi wale ambao watatamani kushiriki kwenye tuzo hizi. Kwa hiyo yeyote ambaye ataona anafaa kwenye vipengele kati ya hivi kimojawapo, basi tunamkaribisha kuweza kushiriki kwenye tuzo hizi. Tunavyo vipengele 18 vya tuzo. Kipengele cha kwanza ni mwanamuziki bora wa kiume. Kipengele cha pili ni mwanamuziki bora wa kike, lakini kipengele cha tatu ni mtengeneza maudhui bora wa kiume. Hawa tunasema wale content creators. Lakini kipengele cha 4 ni mtengeneza maudhui bora wa kike. Kipengele cha 5 ni mzalishaji wa mziki bora, ambapo hapa tunazungumzia maproducer wa mziki. Lakini kipengele cha 6 tutamtafuta DJ bora kutoka mkoa wa Njombe. Kipengele cha 7 ni mwandishi wa habari bora kutoka mkoa wa Njombe. Lakini kipengele cha 8 ni mwanamuziki bora wa nyimbo za asili. Kipengele cha 9 ni mwanamuziki bora wa nyimbo za Injili. Kipengele cha 10 ni mshereheshaji bora. Hawa tunaita master of ceremony, MC bora, ataibuka kwenye kipengele hicho ambacho ni kipengele namba 10. Kipengele cha 11 ni mtangazaji bora wa kiume wa redio. Kipengele cha 12 ni mtangazaji bora wa redio, huyu ni wa kike. Kipengele cha 13 ni mjasiriamali bora wa kike. Kipengele cha 14 ni mpiga picha bora kutoka mkoa wa Njombe. Kipengele cha 15 ni mwigizaji bora kutoka mkoa wa Njombe. Kipengele cha 16 ni director. Hawa tunasema video director ambao wanachukua video na kushoot hizo video, watapata nafasi ya kushiriki kwenye vipengele hivyo. Lakini kipengele cha 17 tumetazama kundi la vijana wapambanaji. Kipengele cha 17 tunamtafuta bodaboda bora wa mkoa wa Njombe. Lakini pia kipengele cha 18 tunamtafuta dereva wa bajaji bora mkoa wa Njombe. Kwa hiyo hivi ni vipengele 18 ambavyo vitashiriki na vitashindaniwa kupitia tuzo hizi ambazo zitatolewa usiku wa tarehe 31 mwezi wa 7 2026. Kusudi kubwa la kuleta tuzo hizi ni kuhamasisha na kuwafanya watu watambue thamani ya vile ambavyo wanafanya. Kwa sababu leo natazama tunampa tuzo dereva bodaboda ambaye kimsingi yawezekana watu wanaona tu ni kazi ya kawaida, lakini ni afisa usafirishaji ambaye anafanya kazi nzuri katika jamii, anawaisha watu kwa wakati katika maeneo ambayo wanaenda, watu wanatambua nafasi yake. Lakini pia kupitia kazi hiyo yawezekana kuna wengine wanasomesha, wanatunza familia zao na mambo mengine mengi. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuwapa thamani kwenye vile wanavyofanya, asione kama anatengwa. Baadhi ya watu kwenye kazi zao wanaweza kuhisi kwamba mimi nikiitwa bodaboda labda sithaminiki, inaonekana ni mtu fulani ambaye sina hadhi au heshima. Tunatamani kuwapa thamani kubwa kwenye kile ambacho wanakifanya. Hilo ndo lengo kubwa. Kisha kwamba kila kategori za hizo kada zinapata usahihi wa yule mtu ambaye mnamlenga kwamba huyu ndiye. Kimsingi kwenye kamati yetu ya majaji tunao majaji ambao ni wabobevu kwenye kila upande. Kwa hiyo hii itakuwa ni rahisi sana kuweza kutengeneza usawa na ulinganifu kwenye kila sehemu, kwa maana ya kumpata mtu ambaye ni sahihi. Kwanza zitaanza kura kutoka kwa wapiga kura ambao ni wadau wa hao watu, lakini baadaye kamati itakapokuja kukaa itakuja kuweka sawa kwa maana ya wadau wote na wale wataalamu ambao wapo kwenye kamati. Na tunazungumza kwamba kuna sheria kwa sasa hivi zipo pia. Kwa upande wa waandishi kuna kategori zitaja kuhusu mwandishi bora wa habari, mtangazaji bora, lakini pia mpiga picha bora na DJ, si ndio? Naam. Hawa watu sasa hivi wana vitu ambavyo wanatakiwa kuwa navyo, wana sifa ya kufanya hicho ambacho wanakifanya.
DJ lazima awe na leseni kutoka Baraza la Sanaa, waandishi tu na JAMP kutoka Bodi ya Ithibati, the same to my MC na vitu vingine. Nataka kujua sifa hizo ni miongoni mwa vigezo ambavyo tunazingatia kwenye hili. Tunashukuru sana kwa swali lako ndugu mwandishi wa habari, kwa sababu ni kama sasa umekuja kwenye vile vigezo ambavyo sisi tuliviweka nyuma, kwa maana ya kwamba baadaye kama mtu angekuja kulalamika, wenda tungemwambia kwamba ulianguliwa kwenye kushiriki tuzo kwa sababu haukuwa na vigezo hivi. Kwa maana kwamba katika mchakato wa kuanza kujisajili, hivyo vitu vyote vitaainishwa, kwamba kama wewe ni mwandishi wa habari una ithibati, lakini pia kama wewe ni DJ umesajiliwa na BASATA, manake lazima mtu atambuliwe ili aweze kushiriki huku, ili kesho na kesho kutwa isilete changamoto, lakini pia itengeneze usawa wa haki, kwamba huyu ni mwandishi wa habari ambaye anatambulika vizuri na ndio maana ameshiriki kwenye tuzo. Isije katokea mtu ajisajili hana ithibati akashiriki kwenye tuzo na akashinda, haitowapa heshima wale waandishi ambao tayari wana ithibati na wamesajiliwa.